je, uko tayari kuchukua mwanamke huyu awe mke wako? Na yule naye anaulizwa, je, uko tayari kuchukua mwanaume huyu awe mume wako? Kwa hivyo nataka niseme tu kwa agi siku ya leo kwamba huyu umemkubali, umechukua huyu mwanaume, bado hajakuwa mume wako. Na mtu kuwa mume wako si kuzaa watoto tu. Mtu kuwa mume wako si kupika chakula. Wewe ikiwa ni ukue kuanzia mwanamke uitwe mke wa mtu, itakubidi ufanye kitu ambacho mwanamke yeyote hawezi kukifanya, kwa sababu ukiwa mke wa mtu umepandishwa cheo kutoka mwanamke mpaka wewe ni mke wa mtu. Kwa hivyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kuna jambo ambalo mke anaweza kufanya lakini mwanamke hawezi kufanya, na sio yale ambayo mnafikiria kwamba ni kuzaa watoto. Hakuna mwanamke ambaye hawezi kuzaa watoto. Hakuna mwanamke ambaye hajui kupika chakula. Hakuna mwanamke ambaye hajui kusalimia mtu. Lakini kuna jambo moja ambalo wewe ni ujue. Ikiwa ni uwe mke, kuna jambo moja limebaki, kwamba umtengeneze huyu awe mume wako mwenyewe. Tengeneza huyu jamaa awe mume wako mwenyewe. Na wewe nawe tengeneza yule awe mke wako mwenyewe. Failure to that, ukishindwa basi unakuta kila mtu anaweza kuingiliana na yeye. Kila mtu anaweza kumuona na akiongea na yeye anaona kwamba huyu ni zaidi ya huyu. Mambo mengi yako katika maisha, lakini wakati umesimama na umesema huyu ni mke wangu na umpende, umesema huyu ni mume wangu, huenda pengine kuna mambo mengine unamwona pengine wewe unajua kuliko yeye, lakini Mungu amedai kitu kimoja. Mungu anafuata protocol. Nasema hivi si kwa ajili ya hao, lakini kwa ajili ya wote. Kuna mambo Mungu ataongea na mume wako kwa sababu yeye ni kichwa cha nyumba. Na wewe mke, hata kama ukiongea na tanzi ndimi ni moto unatoka kwa mdomo, lakini Mungu hataongea na wewe, ataongea na mume wako kwa sababu anafuata protocol. Hata ufajidi namna gani, mume huwezi kuwa kama mke. Kwa hivyo jambo moja nataka niseme, nyote mjiachilie kwa Mungu na Mungu atamsaidia. Umbali huu siku hizi chache nimeishi katika ndoa, nimekuja kujua kwamba Mungu akiwa katikati yenu hakuna jambo ambalo linaweza kuwashinda, kwa sababu ni Mungu ameanzisha haya na Mungu atatimiza. Nataka tu nikwambie wewe kijana ambao uko hapo kwamba haujachelewa bado. Nataka niseme Mungu anakupenda sana, na hakuna mtu alitoka kwa shetani hapa, kila mtu alitoka kwa Mungu. Kwa hivyo nafasi hii ambayo uko nayo itumie ili ukaweza kumjua Mungu wako. Ukiwa na amani pamoja na wazazi wako, pamoja na wazazi wa mwenzako kama wa safari hapo, usipoleta fujo, basi unakuwa na amani na Mungu na Mungu atakuangazia. Lakini ukiangalia yale ambayo yanafanyika katika maisha kama ni mabaya, basi angalia, kwa sababu kila jambo unafanya ni kupanda, unapanda. Ukimwambia mwenzako wewe ni mjinga, ujue wewe nawe pia kuna mambo yatakufuata. Ukimwambia umefanya vizuri, Mungu naye atakuangalia katika macho ya huruma. Mungu ni mwaminifu, hatupi mtu yoyote, hakatai mtu yoyote, anapenda wote wawajie kwake. Basi wacha niseme hivi, Mungu ambariki sana, muendelee kumpenda Mungu jamani, na muendelee kumtegemea Mungu. Mbarikiwe. Asante. Yesu alipe. Amen. Wewe goneno zigasikira mwana shahidi. Yaga goneno. Na mimi sindonje sawa sikanguza.